Jeshi la Israel limesema leo kuwa limemuua afisa wa ngazi ya juu wa Iran anayesimamia uratibu wa kijeshi wa kundi la wanamgambo wa Kipalestina la Hamas katika shambulio kwenye eneo la Qom kusini mwa Tehran. Katika taarifa, jeshi hilo limesema kuwa ndege za kivita za Israel zililenga na kumuua kamanda wa kikosi cha Quds cha Palestina, Said Izzad, ambaye pia ni mratibu mkuu kati ya utawala wa Iran na kundi la kigaidi la Hamas. Wakati huo huo, jengo la makazi kaskazini mwa Israel limelengwa na droni baada ya jeshi kuripoti kuhusu uvamizi katika bonde la Beit Shan. Haya ni kwa mujibu wa mashuhuda. Aidha, huduma ya kitaifa ya dharura ya matibabu ya Israel imethibitisha kuhusu tukio hilo na kuongeza kuwa timu zake za uokoaji hazikupata majeruhi wowote zilipowasili katika eneo hilo. Istanbul. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amewasili hivi leo mjini Istanbul nchini Uturuki kushiriki mkutano wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Mataifa ya Kiislamu OIC unaofanyika katika muktadha wa mzozo unaoendelea kati ya Iran na Israel. Kulingana na shirika la habari la Uturuki Anadolu, mamia ya washiriki wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo wa siku mbili. Miongoni mwao ni mawaziri wapatao 43 na wawakilishi wa ngazi za juu wa Umoja wa Mataifa na nchi za Kiarabu. Mkutano huo unakuja siku moja tu baada ya Araghchi kufanya mazungumzo mjini Geneva juu ya suluhisho la kidiplomasia katika mzozo huo na mawaziri wenzake wa mambo ya nje kutoka mataifa ya Ulaya, ikiwa ni pamoja na Johann Wadephul wa Ujerumani, Jean-Noel Barrot wa Ufaransa na David Lammy wa Uingereza. Berlin. Kansela wa zamani wa Ujerumani Angela Merkel ameelezea uungaji wake mkono kwa haki ya Israeli ya kujilinda kutokana na mzozo unaofukuta kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Katika taarifa yake iliyochapishwa leo na gazeti la Neue Osnabrücker, Merkel amesema ikiwa baadhi ya watu wanaruhusiwa kutangaza kwamba wanataka kuliangamiza taifa la Israel, basi taifa hilo lazima liweze kujilinda. Akizungumzia wasiwasi kuhusu iwapo hatua za Israel zinazingatia sheria ya kimataifa, Merkel amesema wakati uwepo wa nchi unatiliwa mashaka na Hamas au Iran, hauwezi moja kwa moja kujibu hilo chini ya sheria za kimataifa. Kinyume chake, Merkel amesema hali ya vita vya Ukraine iko wazi kabisa. Amesisitiza kuwa shambulizi la Urusi dhidi ya Ukraine ni ukiukaji wa sheria ya kimataifa na kuongeza kuwa Ukraine haijawahi kuitishia Urusi, lakini ilishambuliwa. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump alijipongeza jana kuwezesha makubaliano ya amani yaliyojadiliwa mjini Washington kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, lakini akalalamika kwamba hatapata tuzo ya amani ya Nobel kwa juhudi hizo. Akithibitisha kuhusu makubaliano hayo yaliyofikiwa na mataifa hayo mawili Afrika Mashariki na ambayo yanatarajiwa kusaini rasmi mkataba wa amani wiki ijayo mjini Washington, Trump kupitia chapisho lake kwenye mtandao wa Truth Social amesema ilikuwa ni siku njema kwa Afrika na kwa dunia nzima. Trump ameongeza kuwa amekuwa akipuuzwa na kamati ya Nobel ya Norway kwa jukumu lake la upatanishi katika migogoro mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ule wa India na Pakistan pamoja na Serbia na Kosovo. Pia alitaka kutambuliwa kwa juhudi zake za kudumisha amani kati ya Misri na Ethiopia na kusimamia mkataba wa Abraham uliopelekea msururu wa makubaliano yaliyolenga kurejesha uhusiano kati ya Israel na mataifa kadha ya Kiarabu. Hatimaye Nairobi. Kenya imepongeza tangazo la shirikisho la soka barani Afrika CAF kuwa nchi hiyo itakuwa mwenyeji wa fainali ya michuano ya mataifa ya Afrika CHAN mwezi Agosti, licha ya wasiwasi wa kucheleweshwa kwa muda mrefu kwa ukarabati wa miundombinu yake. Akipongeza hatua hiyo, mkuu wa shirikisho la soka la Kenya Hussein Mohamed alishukuru CAF kwa imani na mwongozo wake kabla mechi hiyo. Mohamed ameliambia shirika la habari la AFP kwamba macho yote sasa yameelekezwa kwa Kenya inapojiandaa kwa mashindano hayo.
Uwanja William Mkapa wa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania utakuwa mwenyeji wa mechi ya ufunguzi Agosti 2, wakati mechi ya 3 na ya 4 zikichezwa katika uwanja wa taifa wa Mandela mjini Kampala nchini Uganda. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Maoni. Na mpenzi msikilizaji, tunaingia studio kurekodi kipindi hiki cha maoni mbele ya meza duara, wakati eneo la Mashariki ya Kati moto ukiwaka. Ni takriban wiki nzima tangu mashambulizi ya uchokozi ya Israel dhidi ya Iran kuanza na Iran kujibu mashambulizi hayo, na baada yao ni kujibizana makombora kwa makombora, maroketi kwa maroketi, droni kwa droni, vifo, damu, mauaji, maporomoko ya majumba na kuharibika kwa miundombinu ya kiraia na maisha. Ndio kitu ambacho kinaendelea sasa Mashariki ya Kati. Wengine watasema si jambo la ajabu kwa sababu bado wakati haya tayari Gaza kumekuwa katika hali kama hiyo kwa zaidi ya miezi 20 sasa. Tunajadili leo hii katika maoni mbele ya meza ya duara yanayoendelea katika mzozo huu au vita hivi baina ya Israel na Iran. Hatuangalii tukio kwa tukio kwa sababu, mpenzi msikilizaji, natoa angalizo kwamba tunarekodi wakati ikiwa ni siku 4 kabla ya kurusha kipindi hiki hewani, na wasemavyo wenyewe kwamba siku moja hata saa moja ni nyingi sana katika uwanja wa vita, na chochote chaweza kutokea baina ya leo tunaporekodi na siku ambapo kipindi hiki unakisikia hewani, na huenda ukajihisi kwamba pengine mengine yamepitwa na wakati. Kwa hivyo hatuangalia kuhusu tukio kwa tukio, lakini tutaangalia kuhusu nini, kwa nini na vipi. Nimeungana hapa na wachambuzi. Tunaye Abdul Fattah Musa ambaye kawaida ni mkazi wa Tehran na mwandishi wa habari huko nchini Iran, lakini mara hii tunampata akiwa visiwani Zanzibar. Tunaungana pia na Mohamed Saleh, mkazi wa Paris nchini Ufaransa, na mchambuzi Lugete Musa Lugete akiwa Dar es Salaam Tanzania. Waungwana, karibuni sana kwenye maoni mbele ya meza duara. Asante. Moja kwa moja kabisa nitaomba nianze na kwako Abdul Fattah Musa, kwa sababu kwa miaka mingi imekuwa ni kuchambua siasa za Ghuba na Mashariki ya Kati, eneo ambalo bilifanya kazi. Jambo la mwanzo ambalo ungependa kujua kutoka kwako ni kwa nini hasa? Kwa nini haya yanatokezea? Haya kwa hakika yanatokezea kutokana na sababu ya msingi ya ugomvi wa kihistoria baina ya Israel na Marekani kwa upande mmoja na Iran kwa upande mwingine. Tunajua kwamba kihistoria Marekani na Israel zilikuwa marafiki na masuhuba wakubwa wa Iran kabla ya kutokea mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran mwaka 1979, ambapo ndipo kila kitu kilipinduka kikamilifu na Marekani na Israel zikageuka kuwa ni maadui wa Iran. Na mbali ya wao kuwa ni maadui wa Iran, lakini kimsingi kwa upande wa Iran nayo ilianzisha uadui rasmi dhidi ya Israel. Na sababu ya uadui huo ni msimamo wa Iran kwa mtazamo wa kibinadamu na kwa mtazamo wa kiitikadi wa Kiislamu kutetea suala la ukombozi wa Palestina, suala ambalo dunia sasa baada ya kupita karibu miaka au zaidi ya miaka 70, dunia nzima sasa imetambua nini chimbuko lake na nini chanzo chake. Ni kwa sababu hiyo ndio maana, kwa kuwa Iran imekuwa ikilipigania suala hilo zaidi kwa mtazamo wa kijeshi na si kwa mtazamo wa kisiasa tu na kutoa maneno matupu majukwaani, ndipo Marekani na Israel zikahisi kwamba msimamo wa Iran wa kuiunga mkono Palestina kwa ajili ya ukombozi wa ardhi zake ni tishio kwa amani na kwa usalama na uwepo wa Israel pia. Na kwa sababu hiyo tokea kipindi hicho ni kwamba Marekani na Israel zimekuwa zikichukua hatua mbalimbali za kivitendo kwa lengo la kuihujumu Iran, lakini hasa zaidi kuhakikisha kwamba utawala wa Kiislamu wa Iran unaporomoshwa, ikiwa ni kutokea nje au ni kutokea ndani. Kwa hivyo kilichotokea Ijumaa ya Juni 13 ni muendelezo wa harakati za muda mrefu ambazo hata wataalamu wa kijeshi wa Marekani wamekuwa wakizieleza kwamba wamevamia Iraq mwaka 2003, wakashambulia Afghanistan 2001 baada ya mashambulio ya Septemba 11, wamezihujumu nchi mbalimbali za Kiarabu na Kiislamu Afrika Kaskazini kama Libya, baadaye Sudan, Somalia, imefuatia vile vile hatimaye Syria. Lengo ni kwamba mzunguko huo wote unalenga mwisho wa siku ni kwamba kutaka kuilenga na kuimaliza Iran. Kwa hivyo hili lililotokea Juni 13 ni mpango wa muda mrefu ambao umekuwa ukitafutiwa sababu na kisingizio. Na kwa kuwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu
kwa muda wote huu sasa, kama ulivyoashiria katika utangulizi wa mazungumzo yetu, kwamba ameelekeza hujuma zake zaidi katika ukanda wa Gaza, ambako ndiko chimbuko la mgogoro mkuu wa Mashariki ya Kati, na kusudia ardhi za Palestina, kutokana na kutofanikiwa katika malengo yake katika vita hivyo hadi hivi sasa, ambayo ameeleza kwamba ni kuangamiza Hamas, kukomboa mateka na kuhakikisha kwamba Hamas na makundi yote ya mukawama na mapambano ya Palestina yanaangamizwa. Na kwa kuwa uwepo wake wa kisiasa madarakani umekuwa katika hali tete, sasa amehisi kwamba aanzishe harakati au chokochoko nyingine mpya za kisingizio kwamba eti Iran ina malengo ya kuunda silaha za nyuklia, na kwa sababu hiyo Israel haiwezi kulivumilia swala hilo. Kwa hivyo kwa mukhtasari tu ni kwamba hicho ndicho chanzo na chimbuko la hichi tunachokiona hivi sasa. Naam, asante Abdul Fattah, lakini kama vile umeelekeza jiwe lako la teo mahala pengine, kwa sababu wenyewe walioanzisha mashambulizi haya sasa kwa maana ya Israeli wamesema tangu miaka mingi kwamba Iran ina mpango wa kutengeneza silaha nyuklia, ina mpango wa kurutubisha madini yake, na kwa hivyo wamekita makini yao katika silaha za nyuklia. Ndipo penye ambapo, na kwa sababu kama walivyosema kihistoria kwamba Iran ina mtazamo wa kiuadui dhidi ya Israeli, na Israeli inajihisi kwamba haiko salama mikononi mwa Iran ambayo ina silaha kali kama hizo. Lakini umetutangulia kutuambia kwamba sababu kuu ni Palestina, sababu kuu ni muendelezo wa kuziporomoa dola na mataifa ya Kiislamu, Iraq, Afghanistan, Libya, Somalia, Syria, na pengine sasa ndio taifa la mwisho ni Iran ambalo linaandamwa. Kwa nini unaunganisha vitu hivi wakati wazi kabisa waliovamia wanasema kwamba lengo lao ni kuizuia Iran isiwe tu na silaha za nyuklia? Kimsingi ni kwamba lengo hasa ni kuisambaratisha Iran. Suala la nyuklia, kwa bahati mbaya, labda kwa faida ya wasikilizaji wetu, ni kwamba suala la nchi iliyojiunga au nchi ilikuwa ni mtiaji saini wa mkataba wa kutokomeza na kuzuia uundaji wa silaha za nyuklia NPT, ambapo Iran ni mwanachama wa mkataba huo, na kinyume chake Israel haijatia saini mkataba huo, ni kwamba nchi hizo kisheria zina haki ya kurutubisha madini ya urani kwa ajili ya kufaidika na nishati ya nyuklia kwa matumizi ya amani, ikiwa ni katika masuala ya tiba, masuala ya kilimo, na vile vile hata katika kuzalisha nishati ya umeme. Na hilo ndilo jambo ambalo Iran imekuwa ikilifanya, kwa sababu Iran imenyimwa haki hiyo ya kusaidiwa na mataifa makubwa hasa ya magharibi ambayo yana uwezo mkubwa wa teknolojia ya nyuklia kuweza kufaidika na teknolojia hiyo ya kurutubisha madini ya urani. Iran imefanya hivyo kwa kutegemea wanasayansi wake wa ndani, jambo ambalo halikuwapendeza au halikuzipendeza nchi za magharibi. Na kilichokuwepo ni kwamba labda watu wengi hawajui, nchi kama Brazil, Australia, Japan, Canada, hizo zote ni kama ilivyo Irani zimesaini mkataba huo na zinafanya kazi ya kurutubisha madini ya urani kwa ajili ya matumizi yao ambayo yanakusudia. Lakini nchi za magharibi zinasema kwamba madini ya urani yakirutubishwa na nchi kama hizo ni kwamba inakuwa kuna usalama na hakuna hatari ya kuundwa silaha za nyuklia. Lakini madini ya urani yakirutubishwa na nchi kama Iran, basi hatari hiyo ipo. Jambo ambalo nalo ni kichekesho, kwa sababu shirika au wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA, ambalo ni shirika la Umoja wa Mataifa la kufuatilia shughuli za nyuklia za nchi wanachama wa NPT, limekuwa likifuatilia shughuli za nyuklia za Iran kwa miaka mingi, na inasemekana kwamba hakuna nchi yoyote duniani mwanachama wa NPT ambayo imeruhusu kufanyiwa ukaguzi mkali wa shughuli zake za nyuklia kama Iran. Na tusisahau na mwenyekiti kwamba 2015 Marekani hii wakati wa serikali ya Barack Obama, pamoja na madola mengine makuu ya magharibi na nchi nyingine wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, yani Urusi na China, zilitia saini makubaliano rasmi ya kimataifa yaliyotambuliwa na Umoja wa Mataifa ya kuhakikisha kwamba Iran itaendelea kurutubisha madini ya urani, lakini na wakati huo huo itakuwa chini ya usimamizi mkali, mkabala wake kuondolewa vikwazo vya kiuchumi ambavyo imekuwa muda mrefu na vimeumiza sana uchumi wake.